جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله العلي العظيم. Katika darsa ya jana tulipitia ile hali ya ulimwengu utakavyokumalizika siku ya Kiyama, kuanzia hali ya majabali na yatakavyofanyika kama nilivyoeleza kwa urefu, sitorudia yana. Baada ya majabali tukasema itafuatilia hali ya bahari na mai kwa jumla, ambao Mwenyezi Mungu alituambia yatakuwa na mlipuko au yatawaka moto, wa idhal biharu fujirat. Tatu, tukazungumzia masala ya zilzal ambayo itapiga ardhi yote, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un adhim. Tukaja katika masala ya kwamba jua pia litazimika, litaisha, idha shamsu kuwirat, na tukanena at-takwir inakuja kwa maana ya kuzimika katika lugha ya Kiarabu, intifa, al-laf, at-tay, al-inkidar, kukunda, kutatia, kuzimika, kuwa na vindu na giza. Nyota zitapuputika, ambao aya nyingine yatuambia fa idha bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar. Hizi zitu zote zitakuja kukusanywa mahali pamoja. Mbingu zitapasuka. Taban Uislamu ama Qur'ani inapozungumza masala ya mbingu, mbingu si ile rangi ya blue tunayoiona sisi. Ule ni mkomo wa mato yetu. Mbingu, neno samaa limetokamana na neno sumuu, na sumuu katika lugha ya Kiarabu ina maana ya irtifaa, ya kitu kilichoangatika au kitu kilioko juu. Fakullu ma huwa fawqaka fahuwa samaa, kila kilioko juu yako, hata isakafu waweza kuita samaa. Lakini Qur'ani inapotumia mustalah wa samaa au samawat, inakusudia zile ajram, zile kawakib, zile nyota, yale ambayo yanaowea katika hii mbingu tunayoiona sisi. Kwa hivyo kutakuwa na mipasuko na milipuko,
ikiwemo mwezi ndani, ikiwemo jua, zikiweko nyota, zote hizi zitakumbwa na inshiqaq kama inavyotuelezea suratul inshiqaq. Idha as-samaa'u shaqqat. Al-inshiqaq ni kitu kupasuka, kucrack, kama sakafu ya nyumba ama ukuta unapofanya nini, unapopiga crack ukatoa mwanya ambao waweza kuona upande wa pili, ile inaitwa ni inshiqaq. Katika suratul Haqqa Mwenyezi Mungu atuambia wanshaqqatis samaa'u fahiya yawma idhin wahiya. Pia yetuzungumzia sisi masala ya mbingu kupasuka, ule mpasuko utakaotokea katika mbingu. Katika suratul Infitar pia Mwenyezi Mungu atuambia idha samaun infatarat, na neno infatarat limetokamana na neno infitar, na neno infitar ni kitu kupasuka kikawa pande mbili, haiko mbali na maana ya inshiqaq. Pia kupasua kitu ukavunda katikati ukatoa nusu mbili, na maana mingi utayapata katika Qur'ani. Wa idha samaa'u kushitat yawma tamuru samaa'u mawra yawma takunu samaa'u kalmuhul yawma natwi samaa katayyi sijilli lilkutub. Zote hizi zazungumza mipasuko ya mbingu na hali ambayo si ya kawaida itakao kutokea katika hizi ajram zinaowea katika hali ya hewa. Almuhim, ninachotaka tuelezea Qur'ani ni kwamba huu ulimwengu kwa kadri tuuyuwavyo sisi na zaidi ya tunavyouyua sisi, hakubaki kitu, hakubaki kitu. Nidhamu ya ulimwengu yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama ataivunda, itakuwa ni mwisho wa nidhamu hii. Sababu nidhamu hii kama nilivyowaambia, kila kitu, jana nimewasomea aya, ila ajalin musamma. Mwanadamu ameumbwa katika maisha haya ya dunia ila ajalin musamma, hawezi kuakhirisha wala kuchelewesha kitu. Umma pia likulli ummatin ajalun idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna saa wala yastaqdimun. Wasukhira ash-shamsu au wasakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Kwa hivyo kila kitu kina time ambayo Mwenyezi Mungu ameihadid kutoka akiumba ulimwengu, ajua amepanga mambo yataanda hapa na itaisha hapa, fulani yataanda hapa ataisha hapa, hiki kitaanda hapa kitaisha hivi. Ndipo yale maneno Waswahili wanenao, hakuna refu lisokuwa na nini na mwisho. Ingawa maneno haya yataka kuswahihishwa kiasi fulani, ya hakuna refu lisokuwa na mwisho yataka kuswahihishwa, yana ukweli kiasi kikubwa na si ya ukweli kiasi kikubwa. Na ndio hata Mtume aliwahi kusomewa kulikumbuka shairi la mmoja katika Waarabu wa zama za jahiliya lenye maana ya mfano hunu wa Kiswahili. Shairi lake lilikuwa lina zipande ziwili. Mtume akanena, amepata cha kwanza amekosa cha pili. Ule mwenye kuimba nena, ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la muhalata zailun. Ala yuana kutanabahi, kullu shay'in, kila kitu, ma khala Allah, asiyokuwa Mwenyezi Mungu, batil, chaenda kwenye kumalizika. Ile kullu man alaiha fan. Mtume akanena sadaqa,
Huyu si Muislamu, ni katika mashairi ya zamani ya jahilia kwa kini. Akanena katika kipande hiki sadaqa, kullu shay'in ma khala Allah batil. Cha pili akanena wa kullu na'imin, na hakuna starehe isokuwa na mwisho. Wa kullu na'imin la muhalata zailu, haina budi itamalizika. Tume akasema illa naimul janna, isipokuwa starehe za wapi? Za peponi. Starehe za peponi hazina mwisho, khalidina fiha. Kwa hivyo hakuna refu lisokuwa na mwisho hapa duniani, lakini nde ya ulimwengu huu tutakapokutoka liko refu lisokuwa na nini? Na mwisho. Lakini kanuni na uhukumu ulimwengu huu tunauishi, kwa sababu ulimwengu huu wahukumiwa na kanunul fanaa, kullu man alaiha fan, kila kitu cha anza na cha malizika. Kisha Mwenyezi Mungu ataivunda nidhamu hii, atavunda ulimwengu. Na huku kuvundwa si kwamba Mwenyezi Mungu ataka sana kutuonesha zituko, la, ingawa siku ya kiyama ina zituko. Sikuwa Mwenyezi Mungu ataka sana kututisha, la, ingawa siku ya kiyama ina nini? Ina zitisho. Lakini linalotaka ni kwamba hii system inaotuhukumu sasa, kuanzia ulimwengu wote mpaka hata hii miili tulionayo sisi, imeumbwa iweze kuoana na malengo tuloumbiwa nayo hapa duniani ya muda. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu aibadilisha system hii, kuanzia ulimwengu uwe sampuli nyingine, ndio tukubali kuketi milele. Hii miili yataka kiasi fulani kufanyiwa mabadiliko ili iweze kuandaliwa kuingia katika hono ulimwengu ambao hauna kuzeeka, ni barobaro tu, kuna kuzeeka katika ulimwengu. Yani zile kanuni zinazotuhukumu hapa kwamba mtu huzaliwa ni kijana akawa barobaro akawa mzee, wa man nuammiruhu nunakisuhu, au aya inayotuambia aliwaumba nyinyi min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Mwenyezi Mungu aliwaumba nyinyi mkiwa madhaifu, kisha akawapa nguvu, kisha akarudi akawapokonya nguvu. Hizi ni kanuni za dunia, na sayansi leo yathibitisha uwezekano wa mambo haya, ingawa haijaweza kumstopisha mtu asiwe mzee, lakini kithiori yasema hakuna pingamizi yoyote ya kuweza kupenyeza katika cells za mwanadamu na kuzifanya cells zile zisizeke, kwa sababu wamekuja kuusoma uzee huanza katika cells za ule mwanadamu. Wamefikia hapo wakisema kwamba elimu haijakataa, japokuwa hatujaweza. Kuna tofauti baina ya uquu' na imkan, uwezekana
na kutendeka. Laweza kuwa haliyatendeka, lakini lishangia katika ulimwengu wa kuwezekana kithiori. Hivyo kule ni barobaro tu, watu hakuna kuzeeka. Wengine watuambia hakuna nidhamu hizi za kwenda choni kukojoa. Sasa watu wauliza, itakuwaje tuwe tutakula na kunwa na tusikojoe wala tusende haja? Wewe wataka kujadili ulimwengu wa akhira kwa zipimo za system ya ulimwengu huu wa duniani, kama yule mtoto atakaye kuhukumu ulimwengu wa dunia kwa zipimo na system inaomhukumu yeye katika matumbo ya mamaki, atakosea kiasi gani? Lakini haya yote yataka kutayarishwa. Kwa hivyo hizi zituko za kupasuka mwezi, za kuzinyika yua, za kutetemeka ardhi, za kupeperuka majabali, za kupasuka mbingu, si kwa min ajili tu kwamba Mungu ataka kututisha tu au ni kibabaiko, la, ni dharura ya kubadilishwa ulimwengu, utayarishwe kuingia katika system nyingine. Ni dharura. Na ndipo hapa mimi nikasema, japokuwa kuna khilafu mambo haya, japokuwa kuna khilafu, na nitakuya inshallah mahala pake tuyazungumze, kwamba nadharia ya wengi katika ulamai wetu, pepo haijaumbwa, moto haujaumbwa, wala si ulimwengu mwingine utakaokuwa na pepo na moto. Ni ulimwengu huu tunaoishi, baada ya kuvundwa ujengwe upya, ndipo hapo uwekwe nini. Wa ila ikiwa pepo, maanake wengine wameona kama Mungu atavunda sistimu hii ashajenga nyingine tugurishe. Kwa hivyo hii ni kuitupa tu, ni nyumba huitaki tena, meshagura ipige mabomu, wate mduru wa majiwe ya wate ende zake. La, hiyo ni nukta ya kwanza, na nitakuja kuzieleza, na juzi nilieleza dalili kwamba pepo ikiwa imeumbwa tayari na moto ukiwa umeumbwa, itabidi zivundwe siku ya Kiyama, kwa sababu hakutobaki kitu siku ya Kiyama illa wajhu rabbika dhul jalal. Sasa ina maana gani iumbwe pepo na moto katika kipindi haina kazi? Fahasibtum annama khalaqnakum abatha, unafikiri Mungu huteza? Kisha zivundwe, kisha zirudi ziundwe tena. Sasa huku kuundwa kwanza na kuvundwa kulikuwa kuna natija gani? Haya ni masala marefu. Ala kulli hal, kwa hivyo ulimwengu utakuwa watayarishwa. Katika kutayarishwa ni kama ambaye kwamba mwana huzaa, au jamaa hukwambia chombo hutoka mlangoni. Sasa hiko ni chombo hutoka mlangoni, na ni kawaida ya mlangoni kuwe na dharuba. Kwa hivyo system ya vundwa, yapangwa vingine. Sisi twaepushwa ruhu yetu na kiwiliwili, baada ya kwamba Mwenyezi Mungu aliitia hii ruhu kwa Adam, na kila mmoja katika sisi ruhu ilitiwa akiwa matumboni, kama hadithi zinavyoeleza. Mtoto akiwa siku 40 ya kwanza ni nutfa, 40 ya pili sijui ni alaka, 40 ya tatu akawa mudgha, 40 ya nne sijui akawa idhaman. Hutumwa malaika wawili katika baadhi ya riwayat, wakenda sasa wakaitia ruhu ile mifupa na nyama sasa ambayo imeanza kuwa tayari. Kuna khilafu masala haya katika riwayati na kuhusu elimu na lini ule kijana huanza kupata ruhu katika matumbo ya mamake, lakini swaraha ni kwamba ndani ya pale matumboni hutiwa ruhu. Siku ya kufa ile ruhu ikatolewa, mwili ule ule ukataka kupijwa msasa na utengenezwe vingine, alafu urudishwe ruhu ile ile. Lakini wakati utakapokuwa umerudishwa ile ruhu, ule mwili ukitolewa mara ya pili, takuja wakati wa parapanda ila mara ya pili ile, yawma yunfakhu fi suri yawmul ba'th. Sasa siku ile ya kupijwa nafkhatu sur, watu watoke makaburini, wa idhal quburu bu'thirat. Ule mwili utakao kutoka na ruhu ile ni mwili umetayarishwa
kuishi katika ulimwengu huo, na tutakapokufufuka tutaka tufahamu. Watu watakawajiulize hapa, pia mimi najaribu kuwafanya muwe na iltifati, zitu kama hizi msizitukue ni itikadi, sikuona ni Mungu ni mmoja, ni zitu tunaweza kukhtalifiana. Masala pepo imeumbwa haiyaumbwa hazimtoi mtu kwenye dini wala hazimtii mtu kwenye dini. Sisi ni wajibu wetu kuamini pepo iko na moto uko siku ya Kiyama. Ama zishaumbwa haziyaumbwa ni masala ya nadharia, yaweza kubaki ni ikhtilafu. Kitu nachotaka mimi ni hiki, kwamba baada ya ulimwengu kuvumbwa na sote kufa, si ulimwengu ushavundwa, tutarudi wakati wa kufufuliwa. Aya za tuambia tutatoka kwenye ardhi hii. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kwa hivyo tukiwa tutatoka kwenye hii ardhi, na hii ardhi ishavundwa, ni ardhi ipi hiyo? Ni maana isharudishwa vingine, yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi was-samawati. Sisi tutatoka, wa idha al-quburu bu'thirat. Bali ukiangalia baadhi ya riwaya, mtu atatoka pale pale kwenye ile kaburi alozikwa. Mwenyezi Mungu atuambia wa idha al-quburu bu'thirat. Na maana ya bu'thirat kuna khilafu kwa wanazuoni wa kilugha, kwamba hili neno bu'thirat ni neno moja ama ni maneno mawili yameunganishwa yakawa neno moja. Wengi wamenena ni maneno mawili yameunganishwa yakawa neno moja. Asli yake ni ba'thi na ithara, kama Ibn Hayyan anavyosema katika wataalamu wa lugha. Ba'atha ni kufufua, ithara ni kuvurundua, kama kuvurundua vumbi vile, kama wale farasi walosifiwa katika suratul Adiyat. Al-Adiyati ni min al-adwi, ni farasi wanaokimbia mbio, na pale wanaozungumzwa ni farasi wa jihadi. Tabaan Mwenyezi Mungu katika kusifu le jeshi la Kiislamu la jihadi akadhalika wal adiyati falmuriyati qadhan, mpaka mwisho akanena fa atharna bihi naqa. Wale farasi wanavyokimbia, zile kwato zao zinavogonga majiwe ya majabali, dole falmuriyati qadhan, utafikiri ni tete za kibiriti zinavogongwa, ile uto wa kibiriti na nini na ile kakwa. Hiyo ndio maana falmuriyati qadhan. Mwisho akaenda fa atharna, ndio ithara, wakavirundua lile vumbi naqa, kukasimama kivingu cha vumbi. Ukiliona lile jeshi liao, wewe utafikiri kuna kivingu kiwafuete yulao, katika kuwasifu wale farasi. Napotaka mimi ni hili neno atharna. Kwa hivyo neno ba'atha ni mtangamaniko ba'thara wa ba'th na ithara, anavyosema Ibn Hayyan. Kwa hivyo ni kama kutatiwa mwiko, kukorogwe katika hii ardhi, kuvurunduliwe, kuruke vumbi, ndio watu watoke ndani ya ile ardhi, ndio ipatikane ile ba'th na ithara. Wa idha alquburu bu'thirat. Sasa tukisha kutoka katika hizi kaburi, tumetoka katika ulimwengu mwingine na mwili mwingine na system nyingine. Kila kitu kishabadilika. Hapo pepo iko tayari sasa, moto uko tayari. Ni watu sasa, hatua ya kwanza, je, sitaki kuyarukia mambo, lakini lazima niyaunganishe hivi, baina ya kufa kwetu sute na kuangamizwa huu ulimwengu na kufufuliwa na kujengwa upya, ni kipindi gani hapa kati? Kuna baadhi ya ulamai wasema ni muda mrefu sana, si masala ya leo na kesho, wala ya mwaka huu na mwakani. Na urefu wa huu wakati ni basi tu Mungu ataamua, la ngoja mpumzike, ulichokesha hawa alivyofanya siku ya Jumapili, wanavyotuambia baada ya kujenga mbingu
na ardhi siku 6, sio? Siku ya Jumapili Mungu akaamua kupumzika, inavyosema Biblia, ndio ikafanywa sikukuu. Sasa ni kwa sababu Mungu ataka kupumzika? Kwani huchoka mpaka hataki kupumzika? Ama ni kwa sababu ulimwengu kutoka kwenye stage hii mpaka uingie kwenye stage ile wataka muda? Kama manikumbuka yana, kama pale mwanzo kulipotokea milipuko mpaka kukagawanyika ardhi na nyota, ardhi ligawanyika likiwa ni kama kala moto, kisha likapoa, kisha likawa laini. Ukisoma katika elimu wasema wataalamu, ni miaka mingapi mpaka hii ardhi ikawa tayari kuishiwa? Ni miaka mingapi wanaosema? Mingi sana. Paka ilipokuwa tayari, ilipotoka kwenye ule mlipuko wa kwanza, paka ikawa tayari, ikawa sampuli hii yaweza kumea miti na mai, ina nini, ina oxygen, ni miaka maelfu ya miaka. Sasa na baada ya ardhi hii na ulimwengu huu kuvundwa tena, baada zilikuwa ni ratqan fafataknahu, Mwenyezi Mungu atuambia zilikuwa zishishiene, kukatokea mlipuko zikagawanyika, tutarudi tuzishikanishe, sio? Aya imetuambia hii hapa jamani, fa idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar, takapokukusanywa jua, mwezi, zikakusanywa pamoja. Sijui kitakuwa kuna aya sarihi zaidi ya hii kutuonesha kwamba hizi zitu zote zaitwa nini? Zaitwa tena pamoja. Hapo ndipo itakapokuwa ardhi tutakapokufufuliwa ni kubwa kushinda ardhi hii tunaoishi na kushinda na mbingu zote. Hapo ndipo itapokuwa ile aya ya ayyuhalladhina amanu inayotuambia istabiqu ila maghfiratin wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh. Fanyeni bidii, tumeni, kimbiliani maghfira ya Mola wenu na pepo ambayo ukubwa wake ni ukubwa wa ardhi na mbingu. Sikizani Mwenyezi Mungu anaposema katika Qur'an, jiandalieni na pepo ambayo ukubwa wake ni ukubwa wa hii ardhi tulionayo, itanganye na mbingu, ndio ukubwa wa hiyo pepo. Sasa hapo ndipo utakapokuja kufahamu ni kwamba hizi zitaunganishwa, ndipo kupatikane hono ukubwa wa ardhi na ukubwa wa nini, wa mbingu. Na huko kuunganishwa na kutayarishwa ni lazima zitapita kwenye stage kama yale manii yanavopita. Mwenyezi Mungu ametutaka sana tuyasome manii katika uzao, yanavotembea mpaka ukazaliwa, tuiweze kuiweka na siku ya kiyama iko sampuli hiyo. Yale manii yakiingia yakawa ni manii, yakabadilika yakawa ni alaka, yakawa mudgha, yakawa idhama, mpaka yakawa mwanadamu. Na hayawi tu, na ni mabadiliko gani katika uzao wa mama yanaotokea, ni mabadiliko gani katika hormones ambazo yule mama azitoa na kumpatia na kuingia katika ile nyumba, na kila baada ya stage za wani nyingine zinazokubaliana na kitu kingine kilichokuwa, na yafanya kazi automatic system ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa vile vile ndio huu ulimwengu utataka kutayarishwa uingie katika mambo haya, ndipo kutapokuwa na muda. Ala kulli hal, baada ya kuvundwa huu ulimwengu, hapa mwisho katika nukta hii ya tatu ambayo tuko sisi, ni masala ya alama ya siku za kiyama na kuvundika huu system. Tunaingia katika masala ya mwisho katika nukta hii ambayo nayo pia sima fupi hivyo ya kuungana na hapa, itakuja ni masala ya nafkhatu sur. Ukisoma Qur'ani utazipata
aya tofauti tofauti zimezungumza masala wa nufikha fi sur, yawma yunfakhu fi sur. Na ukizifuatilia pia aya utaziona kwamba hii nafkhu suri ni mara mbili, yani kama frimbi ya refari, kuna ya kuanda, kuna na ya over, sio? Kuna na ya change, lakini zake ni tatu. Kuna firimbi ya kumaliza, kuna na firimbi ya kuanda upia. Mwenyezi Mungu atuambia katika suratu Zumar aya ya 68, sikizeni hii aya, wa nufikha fi suri, ikavuziwa. Nafkhu ni kuvuzia, ikavuziwa hiyo sur. Tutakuja kujieleza suri ni parapanda ni nini, wengine ufasiri ni zumari ni nini. Wa nufikha fi suri, ikavuziwa hiyo sur, fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardh, wakafa wote walioko ardhini na walioko mbinguni. Na Mwenyezi Mungu katika kufa hapa ametumia neno la sa'iqa, na neno la sa'iqa lina maana muhimu sana ukiliunganisha na nafkhu sur. Si kifo cha kawaida, ni kifo chenye alaka na mvuzio ule wa sur, kwa sababu neno sa'iqa mara nyingi hutumika kwa mtu amezokufa kupigwa na shot. Hata ile shot yenyewe huitwa sa'iq. Hata ule umeme unaotumwa na pepe mara nyingine ukaja, sijui ukaanguka kwenye mti ukapiga mti, ukaja ukaanguka kwenye transformer za sparki zikapiga, ile huitwa sa'iqa. Sasa hii sauti itakao kulia kuua watu itakuwa ina kama sampuli hizo katika kuua kwake, kama ambayo itakuwa mtu amepigwa na shoti ya spaki, amepatikana na sa'iq. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardh, watakufa wote walioko katika mbingu na kwa ardhi. Hiyo ni nafkhatu suri ya kwanza. Aya yaendelea, thumma, na hapa nataka muishike hiyo thumma, iwekeni, tutakwenda kwenye lugha ya Kiarabu tukaisome hiyo thumma. Imepijwa ya kwanza ya kufa, kisha, ambao Waarabu watuambia thumma ni katika harfu za atfi, tartib, tarakhi. Hizi harufu za atfi zina maana tofauti tofauti. Kuna wau, kuna fai, kuna thumma, kuna bal, zote hizi ni hurufu al-atfi. Wau wakwambia ukinena jaa zaidun wa amrun, amekuya zaidi na amri, ndio ile tunaonena na Kiswahili sisi. Wau haimaanishi mpangilio, mtungamano. Sio alotayo kwanza ndio alokuya kwanza na alotayo wa pili ndio alokuya wa pili. Wau haina dalili hiyo, na hii mara nyingi iko katika Qur'ani. Mathalan wengine hukwambia mbona Mungu ameandana mauti na mwanzo ni uhai, khalaqal mauta wal hayata, kwa nini asinene khalaqal hayata wal mauta? Mfano watakujibu watakwambia wao haimaanishi hili lilotajwa kwanza ndio la kwanza na lilotajwa la pili ndilo la pili. Na pia ndio ile tatizo linalotiwa wastaki kutoka kwenye mada, na baadhi ya Wakristo wanaposema kwamba Qur'ani yathibitisha Nabii Isa amekufa. Wakristo wana baadhi ya aya huzitumia katika Qur'ani, wakinena Qur'ani yathibitisha kwamba Nabii Isa amefanya nini? Amekufa, kwa sababu ile aya nena amatahu Allah, sio alimfisha Mwenyezi Mungu, kisha ndio warafa'ahu ilayhi, kisha ndio akampaisha. Sasa inaonekana kwamba kwanza aliuawa kisha akafanywa nini? Akapaishwa. Hiyo tuijibu kwa wao. Katika harufu za atfi kuna fai. Pale nimesema wasema jaa zaidun wa amrun. Sasa wasema jaa zaidun fa amrun. Tofauti yake nini? Kuna tofauti mbili.
ukitumia fai na ukitumia wao. Na hapa ndipo tuweza kumjibu Ibn Hajar al-Haythami. Ibn Hajar al-Haythami katika kitabu chake cha As-Sawa'iq al-Muhriqa, na toa mfano tusitoke kwenye mada, katika kuijadili hadithul Ghadir, mtume alionena man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Anena yeye akubali kwamba hii hadithi inathibitisha ukhalifa wa Imam Ali, lakini haumaanishi ukhalifa wa baada ya kufa moja kwa moja. Hata akiwa mva 4 mva 5 hadithi haija khalifiwa. Sasa katika kumjibu Ibn Hajar anamwambia lau mtume alinena man kuntu maulahu wa aliyun maulahu, kwa wao maneno yako ni sawa, lakini fa maneno fa yadullu ala al-atf wa ta'aqqubi wa tarattubi. Kwanza yadulisha kuatifia, pili inadulisha lilotajwa kwanza ndio la kwanza na lilotajwa la pili ndio la pili, tatu yadulisha hakuna gap baina ya kwanza na la pili, ni zitu zafuatana. Hii ndio fai katika lugha ya Kiarabu. Thumma manena ni harfu atfi pia. Ukinena jaa zaidun thumma amrun, ni kama fai, inadulisha mtungamanisho, alotajwa kwanza ni wa kwanza na alotajwa wa pili ni wa pili, lakini tofauti yake na fai ni moja. Fai inaonekana taaqub, hakuna gap. Thumma inaonesha tarahi. Ndipo pale unaposoma katika vitabu za lugha ukaambiwa thumma ni harfu atfin wa tarahi. Maana ya tarahi ni mwanya. Sasa Mwenyezi Mungu ameitumia thumma, ndio ile nilowaambia baina ya kuvundwa ulimwengu na kufufuliwa kuna nafasi hapo kati. Mwenyezi Mungu alipotuambia wanufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard, itakapokuvuziwa hiyo sur wakafa watu wote walioko mbinguni walioko ardhi, thumma nufikha fihi ukhra, kisha ikavuziwa tena nyingine. Sasa hiyo thumma hapo kati hatuijui itakuwa thumma ya mwezi, ya mwaka, ndio nilivyowaambia, ya miaka 10 wala ya miaka 50 au 100. Thumma nufikha, kisha itapijwa tena mara ya pili. Hii nafkhatu sur. Fa idhahum, hii ya pili si ya kutufisha. Sasa ile ya kwanza tumeambiwa fasa'iqa, hii ya pili ikipijwa fa idhahum qiyamun yanzurun, wakitahamaki watu wote wataiona wasimeme juu ya kaburi zao huangaliana. Yani Mwenyezi Mungu anavyotuonesha baina ya hii sauti ya hili duda litakalokupijwa na kufa, hakuna sijui ni nukta ama nini, na baina ya kupijwa na kufufuka, subhanallah. Fa idhahum, angalia hapa mito, kitahamaki wasimame kwenye makaburi yao, yanzurun, waangalia. Yani kila mmoja ametabakwa, tutoka wapi twenda wapi. Wakiulizana mmeishi miaka mingapi hapo, watanena lam yalbathu illa ashiyatan, pengine tumelala usiku mmoja tu. Nafikiri kama ule Uzair alopita kwenye kijiji watu wote wamekufa, zitu zimekufa, akanena anna yuhyi Allahu hadhihi baada mautiha, Mungu kweli atazihuisha vipi hizi baada ya kufa? Fa amatahu Allahu 100 am, pale pale Mwenyezi Mungu akamuua miaka 100, kisha akamfufua. Kisha akamuuliza kam labista, ule wasemekana ni nabii, kam labista, wewe waweza kunena umeketi muda gani? Akamwambia labistu yauman au ba'dha yaum, ikiwa nimeketi sana ni siku mzima. Na hapa yaum sijui imetumiwa kwa mtana tu peke yake au imetumiwa kwa masaa 24, maana neno yaum hutumika kwa maana yote mawili. Labistu yauman au ba'dha yaum, masaa 4 matano tu mimi nafikiri. Mwenyezi Mungu akamwambia la, wewe miaka 100 Sheikh, umesomewa khitima kahatama, nasema ndio kwetu sisi tutanena ndio ile watanena lam yalbathu, ni ile neno labista. Kam labistum, labista qala labistu yawma, Mwenyezi Mungu atuambia lam yalbathu illa ashiyatan au dhuha. Sasa wanazuoni hizi nafkhatu sur wasema ziko mbili, moja waiita nafkhatul maut na moja waiita nafkhatul hayat.
Ya kwanza yaitwa nafhatul maut, hii kipijwa watakufa watu wote, hii ya kuua ndio ikaitwa nafhatul maut. Ya pili yaitwa nafhatul hayat, hii ikipijwa ni ya kuhuisha. Na ukizisoma hizi aya za nafhatus suri, wewe ndo utajua kuzielewa, hii yazungumza ya watu kufa au hii zungumza ya watu kuhuishwa, kwa mujibu wa yanayokuya baada yake au yaliyozungumzwa kabla yake. Yani kwa mujibu wa msuko wa ile aya itakufahamisha hii ni nafhatu gani. Mfano, suratu Yasin kuna aya mbili zote zazungumza nafkhus sur, lakini mimi nikiwasomea hizi aya sasa yao kila mmoja ataweza kunambia hii ni nafkhat ya kwanza au hii ni ya pili. Mfano, tutukue aya ya 49 katika suratu Yasin. Mwenyezi Mungu atuambia ma yanzuruna illa sayhatan wa hum yakhsimun. Hiyo ya kwanza. Hawa wawateni tu waendelee na utesi na mivutano na nini, hawasubiri tu wao isipokuwa ni uke mmoja tu. Bani hii yatuzungumzia uke wa kwanza, kwamba wateni wanadamu katika mivutano yao hapa duniani na ikhtilafu zao na wao wapoteza wakati na wajua tu wasubiri hicho nini, ni uke mmoja tu kuja kumaliza kila kitu. Katika hiyo suratu Yasin aya ya 53 Mwenyezi Mungu azungumza tena, in kanat illa sayhatan wahida fa idhahum jami'un ladaina muhdharun. Kwani kazi ngumu? Mwenyezi Mungu asema ni uke mmoja tu, ukitahamaki wote wamekusanywa mbele zangu. Fa idhahum jami'un ladaina muhdharun, wote wameshaitwa. Yani hii yazungumza uke wa nini? Wa kufufua. Sasa wewe utaziangalia hizi aya namna zinavyozungumza, yazungumza nafhatul maut au yazungumza nafhatul hayat. Lakini kabla sijaenda mbali sana, Qur'ani hii parapanda hii, nitatumia hili neno wanaloliita watu huitwa parapanda, imetumiwa lugha tofauti katika Qur'ani. Mfano, kuna maarufu ni hizi aya nilizosoma, nafkhatu sur, nafkhatu as-sur, kama hizo aya wa nufikha fi suri yawma yunfakhu fi sur. Huo ni mustalahi wa kwanza. Mustalahi wa pili, Mwenyezi Mungu ametumia sayha, as-sayha, uke. Hata ule jogoo akilia huambiwa sahadiku, sio? Kuna wale waliotoa nyimbo ile koko sahadiku koko mina sayh, kupiga uke, yani kunyanyua sauti. Mwenyezi Mungu pia ameita sayha. Katika maina aloyaita Mwenyezi Mungu ameita an-naqru fi an-naqur, an-naqru fi an-naqur, fa idha nuqira fi an-naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir. Iko katika suratul Muddathir hiyo aya ya 8 na aya 9, fa idha nuqira fi an-naqur. Mwenyezi Mungu ametumia neno saha kwa khe, saha. Mfano alipotuambia fa idha jaati saha katika suratu Abasa aya ya 33, kuamkua hili parapanda. Wengine wasema hata alqari'a, ile alqari'a ni ina katika maina ya hii sauti. Kwa hivyo tuko na nini? Nafkhu sur, as-sayha, an-naqru fi an-naqur, as-sakha, al-qari'a. Nini nafkhu sur? Nafakha ni kuvuzia Kiarabu, nafakha yanfukhu. Kama ule mshairi wa Kiarabu alinena, lau ulikuwa wavuzia moto ungeliwaka, lakini bahati yako huvuzia ivu. Alipokuwa amwambia ule anaoamsha wale leo au wamezokufa, ambao lau nadaita hayyan, lau ulikuwa wazungumza na walioko hai wangaliamke, lakini la hayata liman tunadi,
hakuna uhai kwa wale unaozungumza nao. Katika mashairi yake mwenyewe akianda ameanda kwamba wewe wavuzia ivu, mvuzia ivu huwaka. Sasa ametumia neno nafkh. Ama sur, hii sur sharti tuitofautishe. Kuna sur ya sadi, kuna na sur ya sini. Watu wasiende waka confuse. Sur ya sini ni mbali, hii ni ile ya mkuli wa ukuta la Mui, surul balad, ile ni ya sini. Suri inaozungumzwa hapa ni ya sadi. Wasema wanazuoni asur ni albuq, kama ile zamani hata ukienda huko zijijini kabla hakuingia maspika utaona kuna dude limetengezwa kule mbeni pana na huko lembamba, jamaa upandia yule msikitini wakaadhinia kama ni kutangazia, lile huitwa buq. Zamani hii ni kwa ni chombo kikitumiwa kwa jeshi katika kuwaharik majeshi au kuwasimamisha. Kwa Kiarabu wanaisema sur ni lile dude linalotengezwa kama zumari. Tabani watu wasitasawar kwamba ni zumari hili, tutakuja kulizungumza, na atakaye kulipiga hili ni nani tutamueleza sasa hapo, Israfil. Ama sayha ni as-sautu al-ali, sauti ya juu kabisa, hiyo inaitwa sayha, in kanat illa sayha. Ama nakru fi naqur, an-nakru katika lugha kwanza ni tarqu shay'i, ni kukigonga kitu hivi, ndio huitwa nakru, na ndio ule mdomo wa nyuni huitwa minqar. Ule mdomo wa nyuni kama kasuku, kuku, ule haukulifamu. Kwa mwanzo kuifundisha lugha ya Kiarabu usende kuwa famu, kila midomo ina maana yake katika lugha ya Kiarabu. Sasa mdomo wa nyuni, kasuku, kuku, sampuli zile huwa mkuli wa minqar, kwa sababu alavo hufanya nini? Hugonga, yatruku tarqa, hugonga kama kutemua ule. Sasa hii ndio maana ya naqara. Na naqur inaokusudiwa hapa ni hiyo hiyo maana ya nakri ya mgongo. Sasa ni kana kwamba sauti hii imeankuliwa naqur na naqr, ya gonga masikio ilivokali, na ya gonga nyoyo, na yapenyeza katika kila mwili, katika kila sehemu ya mwili ya mwanadamu, kama vile umeme wa spaki unavongia katika mwili wa mwanadamu. Asakha pia ni sauti kubwa inaosababisha kupasuka masikio na kuwa kiziwi. Fa idha jaat as-sakha al-qari'a ni mgongo. Pia nimesahau ya mwisho katika maina Mwenyezi Mungu alotumia ni az-zajra. Katika maina ya hii, mfano katika aya ile kwa suratu Safat, fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum yanzurun. Na zajra asli yake imetokamana na mayoe ya mtungaji ngamia, anapowapigia mayowe wale ngamia wake katika kuwaongoza. Hapa Mwenyezi Mungu ameitumia kwa sauti hii itakao kutumika. Maswali yetu hapa namaliza. Ni nini sur? Ni nani atakaye kuipiga sur? Na ni sauti aina gani itakao kutoka? Na kuna alaka gani baina ya sauti hii itakao kutoka na kufa watu wote? Haya insha Allahu taala kwa mujibu wa wanazuoni wamezoweza kuyaona tutayajibu, na ambayo wengine wamenena haya ayaiwao ni Mungu, na sisi tutanena haya ayaiwao ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kipimo kwamba ulimwengu wa akhira ni ulimwengu uko mbali na sisi kuweza kufahamu kwa tafasili zake kila kitu kinachoendelea. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna suala limekuja lanambia, ustadhi, nakumbuka ulisema kuwa katika kaburi kuna malaika wa kumpumbaza mtu akiwa mwema. Sasa ikiwa Mungu asema kila kitu, jamaa ziandikeni zisomeke, kitatokea, kitatoweka, nani atakaye kumpumbaza au atakaye adhibu katika kaburini? Shukran.
Swali lake huyu lamaanisha kwamba katika kaburi kuna mambo fulani yatakaoendelea ya starehe. Sasa siku kutakapo kudangana wakafa watu wote, maana hata ule atakao kupiga hilo parapanda na yeye mwisho pia Mwenyezi Mungu atamuua, au atakwenda nalo na yeye pia, maana ile sauti akiivuzia atakwenda yeye na watakao kuisikia Allahu wa rasuluhu a'lam. Lakini fil waqi hakutobaki mtu yoyote na kitu chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Sasa mwenye swala nena, sasa nani atakao kuendelea kuwapumbaza wale? La, swala gumu yani. Si gumu kwamba halieleweki. Sijui nani atakao, hakuna kitu kitakachokubaki. Kwa sababu hakuna kitakachokubaki, hakuna tena malaika. Lakini mimi ningependa tujiulize swala hili. Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kuzipumbaza zile ruhu au akitaka kuziadhibu zile ruhu, ana haja mno ya malaika? Au yeye alikuwa hawezi kukieta kiyama bila ya kumwambia Israfili piga parapanda? Au hawezi kufufua watu wote bila ya parapanda? Kwa nini mwanzo atamfufua Israfili peke yake, kisha amwambia Israfili haya piga parapanda ndio watu watoke? Mwenyezi Mungu aweza kuendeleza hizi starehe kwa ndia nyingine ambayo sio malaika. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili nitakuja kuijibu ingawa bado wakati wake. Kuna fikra niliwahi kuizungumza, mtanisamehe na hiyo wakati umeendelea. Kuna fikra, swala lingine nitalijibu kesho. Kuna fikra niliwahi kuzungumza hapa nikiita tajassumul a'mal. Haya mambo jamanini yaweza kuwa mapia na nyinyi. Kwanza napenda muyapokee kwa zipimo taratibu, na katika kuyazungumza na kuyauza yasiuzwe ni itikadi 100%. Nimenena sisi katika Uislamu tuna mambo ni red line. Mungu ni mmoja, Mtume Muhammad ni mtume nini. Lakini hizi fikra zingine ninazozungumza ni fikra zina khilafu kwa wanazuoni, ni za kujadiliana na ni kwetu sisi zaweza kwa nyingine ni mpia. Kwa nini mimi nanena maneno haya? Kwa sababu moyo wetu una tabu katika kupokea mambo ya kielimu sampuli hii, nadharia za kielimu, na hususan kukiwa kuna sampuli za madhahabi mara zaweza kubadilishwa lugha zikazungumzwa mambo mengine, kukatoka kwamba mihukanusha hakuna pepo, mihukanusha hakuna moto, hakuna kadha. Kwa hivyo ndo nawaomba mara nyingi zitu zipokeeni kwa zipimo na kwa kadri ya akili zitakavyoweza. Kuna nadharia katika wanazuoni, nazungumza nadharia yataka mjadala, yataka kupigwa msasa. Nadharia hii yadai kwamba kuna kitu cha itwa tajassumul a'mal, na maana ya tajassumul a'mal ni kwamba akhira si maana ya kwamba wewe umeswali huku Mungu kule hukumezea mti, mfano Mungu kule hukujengea nyumba. Ile swala yako itakuwa kiumbe. Hata kuna baadhi ya riwayat swala yako ndio hukuilia kaburini ikakupumbaza, si malaika. Ile swala yako unayoiswali, sio tulikuwa tukiambiwa sisi, ile swala uloiswali huja kaburini ikaketi na wewe. Ziko baadhi ya riwayati. Itakuwa nini? Hayo ni masala yatakabahathi, nimewaambia. Sasa tukikubali nadharia hii, ambayo mimi binafsi naikubali nadharia hii, kwa sababu usiangalie hivi tu, yatatua matatizo mengi ambayo yatakuja mbele. Tukikubali nadharia hii, nafikiri suala la huyu litakuwa hakuna tena, kwamba malaika wote wamekufa, hakuna wenye kumpumbaza ule maiti. La, amali zako ulozifanya hazitoweki, amali zitabaki milele, ikiwa ni mbovu, ikiwa ni nini, ni mzuri. Na zile amali zikiwa mzuri ndio zitabadilika kuwa mambo mazuri ya kukupumbaza kwa namna ya ulimwengu unaoishi. Ikiwa wewe walikuwa waishi katika ulimwengu wa barzakh, ni ulimwengu wa kiruhu, hizi zitakuwa kwa starehe za kiruhu. Na ikiwa utakuwa waishi katika kiyama kwa ulimwengu wa mwili, hizi ndio hiyo maana tatajassam,
Jismu ni mwili, yani amali zitavaa nguo ya nini? Ya mwili. Tatajassamu al-a'malu, zibadilike ziwe ni starehe za kustarehe. Pengine hao mahurul ain ndio hizi ibada tunazozifanya. Bali mambo yaweza kuwa ni mazito kama nilivyowaambia kabla, lakini Qur'ani iko hivyo. Kuna baadhi ya aya nimewaambia, falyawma la tudhlamu nafsun shay'a, sio wa nisaidiani. Kuna aya kwenye suratu Yasin yazungumza wazi wazi, na kwenye suratul Kahfi niliwaambia wawajadu ma amilu hadhiran, watakwenda kuyapata walioyafanya yale matendo yako hadhiran, yakati sio kungoja. Aya iko sarihi, wawajadu ma amilu hadir. Na haya tutakuya kuyazungumza kwa sababu unajua mutastaghribi, nakwambia zipokeni kwa taratibu. Hatujazungumza mizan kwenye kiyama, hatujafufuliwa sisi, hatujaenda kwenye mizan. Mizani ni nini? Je, mizani mnaoifikiria nyinyi ni hii ya kuweka kilo huku na kuweka nyama huku? Ni mizani gani hiyo itakao kupimwa? Kuna rai muzisikize. Kisha ikiwa mizani itakuwa yapima weight, haya niambieni, swala ina weight gani ikiwa haikuvaa nguo ya mwili? Sawa mpaka hapa? Ikiwa leo wewe wapima, Mwenyezi Mungu anatuambia fa amma man thaqulat fahuwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, ule ambao mizani yake itaanguka iwe mzito huko kwenye amali mzuri. Sasa swala na thawabu, sijui mimi kama ni zitu za kimaterial zitatiwa kwenye mizani, ziangushe mizani na ziete thiql, hiyo itanenwa fa amma man thaqulat, au ziete khifa. Vipi utaifasiri hii mizani ikiwa huji kwenye nadharia ya tajassumil a'mal? Huo ni mfano mmoja nimekupa. Hatujaenda kwenye sirati, hatujafika mahali pengi katika masala ya amali, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia. Kwa hivyo ndugu yangu aliuliza swala hili, si lazima malaika kupumbaza, amali zako zaweza kukupumbaza. Walhamdulillah.